Kuna majina ambayo yanatajwa kisha yanapita na kusahaulika. Ngoma zao zinasikika leo, kesho zinapoteza ladha. Lakini kuna jina moja ambalo kila herufi yake imebeba historia, jina ambalo lilibadilisha jinsi ulimwengu unavyotazama muziki, mitindo na sanaa ya jukwaani. Leo tunarudi nyuma kumkumbuka msanii mmoja duniani. Tunamtazama mtu ambaye hata miaka mingi baada ya kifo chake, sauti yake bado inatetemesha spika za redio na kumbi za burudani. Na huyu si mwingine bali ni Michael Joseph Jackson, mfalme wa muziki wa pop. Safari ya gwiji huyu haikuanzia kwenye zulia jekundu la tuzo za Grammy. Ilianzia katika mji mdogo wenye moshi mwingi wa viwanda wa gari uliopo Indiana nchini Marekani. Agosti 29 mwaka 1958, mtoto wa 8 wa familia ya Jackson alizaliwa. Chini ya usimamizi mkali wa baba yake Joe Jackson, Michael Jackson alijikuta akitupwa kwenye jukwaa la burudani akiwa na umri wa miaka 5 tu, akiwa kiongozi wa kundi la The Jackson 5. Sauti yake ya kitoto iliyokomaa iliteka mioyo ya Wamarekani weusi na hata weupe. Lakini nyuma ya tabasamu la Michael Jackson kwenye runinga kulikuwa na mtoto aliyenyang'anywa haki ya kucheza na wenzake. Michael hakuwa na utoto, alikuwa mtu mzima katika mwili wa mtoto, kwa sababu wakati wa utoto wake alifanya kazi usiku na mchana kurekodi muziki. Ilipofika miaka ya 1980, Michael Jackson aliamua kuvunja minyororo na kuruka peke yake kama tai. Mwaka 1982, ulimwengu ulishuhudia mtetemeko wa ardhi katika tasnia ya sanaa. Albamu ya Thriller iliingia sokoni. Haikuwa tu albamu ya muziki, ulikuwa ni muujiza wa kitamaduni. Nyimbo kama Beat It, Billie Jean na wimbo wenyewe wa Thriller zilibadilisha kabisa maana ya video za muziki, zikigeuza kuwa filamu fupi zenye hadithi. Michael akawa msanii wa kwanza mweusi kupata nafasi kubwa kwenye kituo cha MTV, akivunja ubaguzi wa rangi kwa nguvu ya kipaji chake. Na nani anaweza kusahau usiku wa mwaka 1983 kwenye maadhimisho ya miaka 25 ya Motown, Michael Jackson aliponyoosha mguu wake akajirudisha nyuma kana kwamba anasukumwa na upepo wa miujiza. Miondoko ya moonwalk ikazaliwa. Dunia ilisimama. Kila kijana mtaani akataka kuvaa glavu moja nyeupe, suruali fupi inayoacha soksi nyeupe zionekane, na kofia ya pindo iliyofunika jicho moja. Kipindi hiko Michael Jackson akageuka na kuwa nembo ya dunia. Lakini kama jua linavyoweza kufunikwa na mawingu meusi, maisha ya Michael hayakuwa bila dhoruba. Kadri umaarufu wake ulivyokuwa, ndivyo darubini ya vyombo vya habari ilivyomfuata kila hatua. Mabadiliko ya ngozi yake yalisababishwa na ugonjwa wa vitiligo, upasuaji wa pua, na maisha yake ya kujitenga kwenye jumba lake la Neverland vilimfanya aitwe majina ya kila aina na magazeti ya udaku. Hata hivyo, katikati ya mateso hayo ya kisaikolojia, moyo wa Michael Jackson ulibaki kuwa wa kibinadamu. Kupitia nyimbo kama Heal the World, alitaka ulimwengu uwe mahali salama kwa watoto,
Michael Jackson alichangia mamilioni ya dola kwenye tasnia za hisani, akiwa mmoja wa wasanii waliotoa misaada mingi zaidi katika historia ya binadamu. Tarehe 25 Juni mwaka 2009, ulimwengu ulipokea habari zilizoshtua na kuifanya dunia nzima ilie kwa sauti moja. Moyo wa Michael Jackson ulikuwa umeacha kudunda ukiwa na umri wa miaka 50. Mapazia ya jukwaa lake la duniani yalifungwa ghafla, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kuanza kwa ziara yake ya mwisho ya This Is It. Leo tunakumbuka maisha yake. Hatulii kwa sababu aliondoka, tunatabasamu kwa sababu Michael Jackson aliishi na anaendelea kuishi katika kumbukumbu za binadamu hadi leo. We remember this man by celebrating his life and all of the love that he brought to our own lives for half a century. May this moment of remembrance, a moment of healing, a moment of music, and a moment of love bring comfort to those who loved our friend. God bless you. Na pia ametuachia urithi ambao muda na miaka kamwe haviwezi kuufuta. Lala salama, mfalme wa muziki wa pop. Ulimwengu hautapata mwingine kama wewe. Mimi ni Ibrahim Jodia na hii ni Coco FM. Coco FM, ladha ya Pwani.